Hujambo mtazamaji wa Alfata TV Online, karibu katika taarifa hii kutoka hapa visiwani Zanzibar. Mtazamaji, unaponiona hapa nipo katika maeneo ya Maisara. Awamu ya 8 imekuja kubadilisha taswira ya eneo hili la Maisara sivyo ulivyolizoea mwaka mmoja uliopita. Na hapa utaona ni kwa kiasi gani awamu hii ya 8 ya serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi imekuwa ikileta maendeleo ya kasi hapa visiwani Zanzibar. Mtazamaji, moja kwa moja twende katika maktaba ya Alfata TV Online tukuonyeshe Maisara ya zamani ilivyokuwa kabla ya awamu ya 8 haijaweka juhudi zake katika eneo hili. Tarehe 16 mwezi wa 5 2020 inakuwa historia hapa visiwani Zanzibar na alama tosha ambayo anaiweka Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kuweza kuvifungua viwanja hivi vya Maisara na sasa kuwa fursa kwa vijana wa Kizanzibari kucheza michezo mbalimbali hapa ambayo kwao itakuwa ni tija na kuweza kuwafikisha mbele zaidi katika michezo. Tupate fursa sasa ya kumsikiliza Dr. Hussein Ali Mwinyi baada ya kuvifungua viwanja hivi. Viwanja vya michezo mchanganyiko vya hapa Maisara vitakuwa 10 vya michezo tofauti. Kutakuwa na viwanja viwili vya mchezo wa tennis, viwanja viwili vya mchezo wa paddle, viwanja viwili vya mpira wa miguu na viwanja 4 vya michezo mchanganyiko, yani 4-in-1, ambavyo vinaweza kuchezewa michezo 4 kwa nyakati tofauti. Michezo hiyo ni pamoja na mpira wa kikapu, mpira wa mikono, mpira wa pete na mpira wa wavu. Kwa kweli hapa tulipofika sasa hivi hatuna tena sababu ya kusema hatuna viwanja vya kisasa. Viwanja vyote vipo. Vijana wote, wewe ukiwa mchezo wako wote ule, iwe basketball, iwe volleyball, iwe netball, iwe football, iwe tennis, hapa sasa hivi kuna viwanja vya kisasa kabisa mnaweza kuvitumia. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kwamba viwanja hivi vya New Maisara Complex nimevizindua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Maisara imebadilika, Maisara imekuwa pirika michezo ya kila aina ndio ambao tunaishuhudia hapa, ikiwa leo ni siku murwa, siku ya ufunguzi wa viwanja hivi. Dr. Hussein Ali Mwinyi atakumbukwa daima juu ya miradi hii ambayo ameweza kuifanya hapa katika eneo la Maisara. Tulikuonyesha hapo awali Maisara ya mwaka mmoja iliyopita na Maisara ya sasa. Wananchi wa Zanzibar na watu wa michezo jambo hilo wamelipokea kwa furaha ambayo isiyokuwa na mithili. Tupate nafasi ya kuwasikiliza. Kweli fursa hii kwetu tumeipata ni faraja kubwa sana, kwa sababu inatudhihirishia maendeleo ya soka kwa miaka inayokuja, kwa ambao wenyewe wanasema wazungu future plan of football. Yani kusema kweli Maisara sasa ni ya kipekee. Yani swala lilifanya serikali kutengeneza hivi viwanja kuviboresha, yani ni swala kubwa sana, kwa sababu ni uwekezaji ambao wa baadaye ambao utaweza kutuzalishia mabilionaires ambao wataweza kulipa kutoka nchi za nje. Yani hatuna deni kwa Dr. Mwinyi, kusema kweli. Hatuna cha kusema, kwa kweli hatuna deni kwake, isipokuwa sisi ndo tuna deni kwake, kwa sababu tayari kashatufungulia fursa. Tunachotakiwa ni sisi tu namna gani ya kuzitumia hizi fursa. Kwanza nina furaha, nampongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutujengea viwanja hivi sisi wanawake na wanaume kwa ujumla, kwa sababu sisi tunasoma, ila mpira wa miguu unatufanya tusome zaidi, kwa sababu hatuchezi mpira tu, bali uko mpirani tunafundishwa mambo ya afya, malazi bora, haki za watoto na mengineyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais nampongeza, kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna changamoto ya viwanja vya mpira. Sasa hivi tuna viwanja vingi hapa Zanzibar, kwa hiyo sasa hivi tunajumuika na wenzetu kuja kufanya mazoezi, na leo tumekuja hapa kumwekea heshima yake yeye kwa kutujengea viwanja hivi. Kusema ukweli hasa katika moyo wangu natamani hata Rais atujenge karibia Zanzibar nzima, azidi kutujengea kabisa. Mie nawaambia kwa upande wa wanawake na wanaume kwa ujumla, kwa watoto wenzangu,
na wao hata kama mtu yuko vipi, na yeye pia anatakiwa acheze mpira wa miguu, hata kama ni wa kiume, hata kama ni wa kike. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp +25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.